Elimu yetu haina budi, na hii lazima tuliseme, elimu yetu haina budi ipande mbegu ya watu kuishi pamoja, kufanya kazi pamoja na kwa faida ya wote. Elimu yetu haina budi ipande mbegu ya watu kuishi pamoja. Narudia tena, elimu yetu haina budi ipande mbegu ya watu kuishi pamoja, kufanya kazi pamoja kwa faida ya wote. Hayo ni maneno nimeyakopa kwa Mwalimu Nyerere, kwamba elimu yetu lazima ipande mbegu ya watu kuishi pamoja, kufanya kazi pamoja kwa faida ya wote, kwa faida ya wote. Nimeyasema haya kwa sababu lazima tufahamu sisi wote kwamba elimu yetu lazima ipande mbegu ya uzalendo. Leo tunaweza kuwa na taifa la wasomi sana, lakini je, ni wazalendo? Lazima ipande mbegu ya watu wazalendo sana, ambao wanaweza kuilinda nchi yao kwa wivu mkubwa sana, kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu. Elimu yetu lazima iwe ni elimu ya kusaidia watu na sio ya kufarakanya watu. Watoto wetu wanavyokuwa lazima wawe wajue elimu wanaopewa ni elimu ya kusaidia watu, kama ambavyo leo sisi sote tuko hapa tunapongeza walimu waliotupa mbegu bora ya watoto wetu wako kwenye ngazi fulani. Elimu yetu ipande mbegu ya watoto wetu kuipenda nchi yao. Ndio maana ya elimu yetu. Mtu akisoma, jamii ndio iseme amesoma, sio yeye amesema amesoma. Lazima elimu yetu itafsiriwe na jamii inayotuzunguka, itafsiriwe kimataifa, itafsiriwe kitaifa na itafsiriwe kwenye ngazi ya kaya. Watu wakikupokea waone kabisa kwamba huyu amepewa elimu ambayo ina manufaa. Anaweza kulinda rasilimali za nchi yake, anaweza kumsaidia mtu hata kwa mawazo, sio tu kwa fedha, hata kwa ushauri. Elimu yetu ipande hiyo mbegu. Elimu yetu lazima ipande mbegu ya kulinda nchi yetu isifarakane, ipande mbegu ya kupanda viongozi wazalendo, viongozi wenye kupenda nchi yao, viongozi wenye kupenda mali ya nchi yao, na viongozi wenye kuunganisha Watanzania na sio wenye kuwagawa Watanzania. Elimu yetu ipande hivyo. Lazima tupande watoto na vijana wetu ambao waone kwamba ufahari sio fedha. Ufahari ni kuhudumia watu. Ufahari ni kuhakikisha kila aliyo kwenye jamii yake anafaidika na elimu iliyopatikana kwa nguvu ya jamii ya pale. Hiyo ndio fahari ya elimu yetu. Lazima kila mtu ajue kwamba elimu sio ufahari wa kujitamba. Elimu sio ufahari wa kuvaa makoti na suti. Elimu ni ufahari na silaha ya kumudu dunia katika nia ya uovu. Lazima ipelekwe. Inaweza likatokea jambo la hovyo, elimu yetu tusaidie kunyambua kwamba hili jambo la hovyo litatuletea matatizo. Lazima vijana wetu tuwafundishe namna ya kulinda nchi yao, namna ya kuitunza nchi yao, na ndio kazi pekee ya silaha kubwa ya elimu ambayo tunawapa watoto wetu. Kwa leo tunapokuwa tunatoa zawadi ni kuombe afisa elimu na walimu wenzangu, watoto wa shule za msingi mpaka form 6 wajengewe uzalendo. Leo Dr. Samia ameifumua mitaala, anasema mitaala yetu idake mabadiliko ya dunia, lakini mimi naongeza idake na tabia za dunia, idake na uzalendo wa nchi yetu. Tumefika, lazima tukubali kwamba elimu pekee bila uzalendo haitatusaidia. Tunaweza tukapata degree nyingi, lakini tukafeli kutafsiri degree zetu kwa sababu watu waliotuzunguka hawaoni faida ya degree zetu. Lazima tukifika mahala kama tumesoma,
watu wa maeneo yetu watutafsiri kwa matendo yetu, na matendo yetu yatakuwa na wasikilishwa na elimu tuliyoipata kwa walimu wetu. Watoto wetu wapende kufanya kazi. Watoto wetu wakiamka wajue kazi ndio utu. Lazima kwenye shule huku tuwafundishe watoto kwamba utajiri pekee duniani ni mtu mwenye bidii na mwenye kupenda kufanya kazi. Lazima tuwaambie elimu tunayoipata Tanzania, kwa sababu Tanzania lazima tujue rasilimali ni nyingi, lakini wanaodaka zile rasilimali ambao wanaziona kwamba ni fursa ni wachache sana. Sasa ili tujenge msingi wa namna hiyo, tuwajenge watoto katika mambo matatu: uzalendo wa kutafsiri maana nzuri ya elimu, uzalendo wa kutafsiri tabia njema ya mtoto akiwa shuleni, na tabia njema ni